Tanzania ya viwanda. Hii imekuwa ni kauli mbiu kubwa ambayo imekuwa ikisisitizwa sana na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na kiukweli ni jitihada nzuri sana ambazo zimekuwa zikichukuliwa na tumeona matunda makubwa katika uwekezaji wa viwanda kwa nchi yetu kupitia TIC pamoja na tume mbalimbali ambazo zimekuwa zikihusika na kuhimiza na kuvutia uwekezaji katika nchi yetu. Tuko katika era ambayo Afrika inahitaji zaidi viwanda, na nchi za wenzetu nyingi zimekuwa zikiona fursa ya kuwekeza katika viwanda Afrika, kwa sababu ndo bara pekee ambalo lina fursa ya uwekezaji kwa ukubwa, lakini pia lina nguvu kazi ambayo ina unafuu katika uzalishaji wa vitu kwa sasa hivi. Kwa hiyo sasa tunapojaribu kuangalia sasa hivi, Watanzania wengi wana access ya kuja China, wana access ya kufanya biashara na China, lakini tupo katika era ambayo tunatakiwa kuelekea katika viwanda zaidi kuliko katika ununuzi wa bidhaa na kuja kuziuza nchini kwetu Tanzania. Tumekuwa tukifanya kazi mbalimbali za kuhusiana na uwekezaji wa viwanda kwa wazao wa Tanzania wenzetu ambao wamekuja wakiwa wana nia ya kuagiza mashine na vitu mbalimbali ambao vinasaidia katika uzalishaji, ambao ni kama raw materials pamoja na mashine au teknolojia mbalimbali ambazo zinasaidia katika uzalishaji. Tunafanya kampeni hii ikiwa kama sehemu ya jitihada pia ya serikali katika kuhimiza uwekezaji katika viwanda, kwa sababu sasa hivi kama kila mtu ana uwezo wa kuja China kufanya manunuzi ya vitu vya kawaida, kufanya manunuzi ya bidhaa kama nguo na nini, tulitamani sana ile nafasi au fursa ya kuweza kuingia nchini China iweze kuwa pia ni fursa ya kuweza kujifunza na kupata nafasi ya kupata ile knowledge ya uwekezaji katika viwanda, kwa sababu ukijaribu kuangalia vitu vingi ambavyo vinanunuliwa ambavyo vinazalishwa hapa China vinahitaji akili ndogo sana, au vinahitaji mashine labda ambazo hazina teknolojia kubwa sana kuweza kufanya uzalishaji. Kwa hiyo ni kiu yetu kwamba tuone Watanzania sasa hivi wanaamka katika kutamani kuwekeza katika mashine na uzalishaji kuliko katika kununua bidhaa ambazo zimekuwa zikitengenezwa hapa katika ukubwa sana, lakini pia zimekuwa zikitengenezwa katika namna ambayo hata sisi tunaweza tukafanya. Tumekuwa tukijaribu kuangalia pia namna gani ambayo tunaweza tukatafuta sources mbalimbali za viwanda venye urahisi, venye unafuu katika maeneo mbalimbali, ya kuanzia kwenye mambo ya ujenzi, kwenye mambo ya uzalishaji, kuboresha labda kwa mfano mazao, kuchakata, mashine za kuchakata. Tuna mashine pia za kufanya uzalishaji wa vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vina matumizi yale ya kila siku katika labda madawa, katika kilimo, katika hata katika fashion labda industry, uzalishaji wa mfano kufanya process nyaba ya nguo ya fabrics. Ni vitu ambavyo vinafanyika katika wepesi sana na wala havihitaji sana teknolojia kubwa sana ya ajabu ambayo inaweza kusema kwamba inashindikana kufanyika kwetu. Kwa hiyo ni kiu yetu kuona kwamba Watanzania wanaamka na wanaona fursa katika uwekezaji wa viwanda. Sisi kama Uswa Intertrade pamoja na kampuni zetu zote ambazo tunafanya kazi hapa China, tumekuwa tukifanya kazi na watu wengi sana ambao wamekuwa na nia ya kuwekeza katika viwanda. Tumebobea katika utafutaji wa viwanda ambao vinazalisha mashine za vitu mbalimbali, kuanzia kwenye kilimo, kwenye vitu mbalimbali, maeneo yani karibu sekta zote ambazo zinahitaji mashine za uzalishaji. Tumekuwa tukitumia nguvu kubwa katika kulijua soko hilo, lakini pia kutafuta hayo maeneo, kwa sababu ndio kiu yetu kubwa kuona kwamba nchi yetu au Afrika kwa ujumla inaendelea katika kuwekeza nguvu ya kupata maarifa, lakini pia serikali hata katika masuala ya kodi na nini imeweza kuweka unafuu zaidi katika kuagiza labda mashine na vitu ambavyo labda raw materials yana unafuu kuliko kuagiza vitu ambavyo vimekamilika tayari. Kwa hiyo ninadhani ni elimu ambayo inatakiwa iwe endelevu, na ni elimu ambayo inahitaji kuendelea kuwafikia watu zaidi, kwamba tufunguke na kuangalia zaidi kuwekeza katika vitu ambavyo vitatusaidia kuzalisha vitu nyumbani, na tusitegemee au tusibaki katika ile zana ya kwamba tunahitaji tu kuagiza vitu tukauze, kuagiza vitu tukauze. Hapana, inahitaji tuwekeze nguvu katika
vitu ambavyo vitatusaidia kuweza kuzalishia vitu nyumbani, kwa sababu cha kwanza inatupa nafasi pia ya kuweza kutoa ajira kwa wingi nyumbani, lakini pia inatupa nafasi ya kuweza kufanya unafuu wa hata bidhaa zile ambazo tunakuwa tunazizalisha nyumbani. Kwa hiyo sisi kama timu ya Uswa Intertrade na Uswa Group kwa ujumla na kampuni zetu zote, tunatamani sana kufanya kazi na watu ambao wanataka kuwekeza katika mashine, katika viwanda. Either ni kiwanda kidogo cha kuanzia hata $1,000, $500. Ni kiu yetu kuona kwamba tunakusaidia uweze kufikia lengo lako la kuweza kupata mashine sahihi ambayo itakusaidia katika uzalishaji. Tuko tayari kuwekeza katika nguvu ya kujifunza kitu chochote kile ambacho unahitaji kukifanya. Sisi tutakisoma, tutatafuta viwanda sahihi vya kufanya kazi na wewe, na tutahakikisha kabisa kwamba unapata mashine sahihi ambayo italeta solution nyumbani na itakuwa msaada hata pia kwa wenzetu ambao watakuwa wakitumia nyumbani. Haya mambo yanawezekana. Haya mambo yanawezekana kabisa, na wala sio vitu vigumu, na wala hata hawa ambao sasa hivi wanaonekana kwamba wanafanya viwanda kwa ukubwa, sio kwamba walianza kwa ukubwa huo ambao walionao sasa hivi. Inawezekana kuanza kwa udogo huo, unaanza na kama mashine kamoja, unakuwa taratibu mpaka ambavyo unaweza ukafanya kiwanda kikubwa ambacho kinaweza kikaajiri watu wengi na kikawa kinafanya matokeo mazuri katika taifa, lakini pia tukawa pia na nafasi ya sisi kujivunia kwamba tunazalisha vitu nyumbani. Ukijaribu kuangalia, maeneo ni mengi sana na fursa ni nyingi sana, lakini pia nyumbani kuna raw materials nyingi sana ambazo zinahitajika, na wakati mwingine tuna export raw materials ambazo tungeweza tukawekeza nguvu ya kuweza kuzalisha nyumbani na kupata product ambazo zingekuwa ni msaada, au zingekuwa zina effect nzuri zaidi kuliko kuuza raw materials. Kwa hiyo haya mambo ni mambo ambayo yanawezekana, na tunaishukuru serikali kwa jitihada ambayo inafanya kuhakikisha kwamba hivi vitu hizi kampeni zinaendelea na zinafanyika sana, kampeni za uwekezaji. Lakini kiu yetu ni kwamba wawekezaji wawe ni wazawa, wasio ni wawekezaji ambao wanatoka nje na kuona fursa zetu na kuzitumia kuwekeza wao kujipatia faida zaidi. No, inatakiwa uwekezaji utoke nyumbani na wawe ni wawekezaji wazawa, kwa sababu haya mambo yanawezekana. Lakini pia sasa hivi serikali imekuwa na jitihada za kuwezesha vijana. Kuna vikundi vya vijana ambavyo wanaweza wakaungana, vijana wangapi 10, 5, wakapata mikopo, wakajiwekeza katika maeneo mbalimbali. Lakini fursa kubwa ambayo sasa hivi tunahitaji nyumbani ni kuwekeza katika viwanda. Kwa hiyo unapoisikia hii, ninaomba kiu yako kubwa iwe katika kuwekeza katika viwanda. Tuondoe ile notion ya kusema kwamba tunaagiza tu bidhaa, nataka sijui kuagiza mkoba, nataka sijui kuagiza nguo. No, inawezekana hivi vitu vyote tukavizalisha nyumbani, na tukawa either tunaagiza ni material tu, au tunaagiza teknolojia tu, au tunaagiza mashine tu, na vingine vyote tunaweza tukavifanya tukiwa nyumbani bila kuwa na changamoto ya aina yoyote. Kwa hiyo tutakuwa tukiendelea na kampeni za namna hii, lakini pia tutakuwa tukiendelea kuonesha mashine za aina mbalimbali ambazo zinazalishwa, ambazo zinatumika katika uzalishaji wa vitu mbalimbali. Na fuatilia page yetu ya Karibu China, na hata pia unapokuja China, sio lazima uje China kibiashara. Unaweza kaja China kwa ajili ya kujifunza mambo kama haya ya uzalishaji. Unaweza kaja China kujifunza mambo ya utalii. Unaweza kaja China kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakatoa fursa ya wewe kufanya kitu kizuri nyumbani. Kwa hiyo tusiwe tu na ile matamanio ya kuja China kwa ajili ya kununua vitu. No, tuna nafasi ya kuweza kufanya vitu vizuri zaidi ambavyo vinaweza vikaboresha au vikaleta matokeo mazuri ya uwekezaji nyumbani. Kama ninavyoendelea kusisitiza tena kwamba kiu yetu ni kuona wawekezaji wanakuwa ni wawekezaji wazawa. Tumekuwa tuna watu wengi, wengine wana fedha lakini hawajui ni kitu gani cha kufanya, lakini haya yote yanawezekana. Ukipata nafasi, wasiliana na sisi, tutembelee, tutakuelekeza, tutashauriana tufanye kitu gani, tutatembelea labda viwanda mbalimbali, tutaangalia ni kitu gani ambacho tunaweza tukakipeleka nyumbani na kikaleta matokeo ambayo yatakuwa ni msaada kwa jamii yetu na kwa watu wote ambao wanatutazamia. Asanteni sana kwa kila hatua ambayo tumekuwa tukishirikiana, na ninaamini kabisa mambo yatakuwa mazuri kama ambavyo serikali inasisitiza, na sisi basi tutaweka jitihada katika kuhakikisha kwamba tunatoa elimu, lakini pia tunatoa fursa za kuonesha vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikawa vinatumika katika kuwekeza nyumbani, labda mashine au ni teknolojia au ni vitu mbalimbali. Tutakuwa tunavishare kwa ajili ya watu kuweza kupata uelewa
na kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na uzalishaji. Thank you so much. This is Uswa Intertrade. Karibu China.